magonjwa ni sehemu ya adhabu au matokeo ya mwanadamu kuanguka dhambini tokea kwenye kitabu cha Mwanzo 1. Lakini kuna magonjwa mengi ambayo tunayapitia leo ambayo ni matokeo ya dhambi ambazo tumezifanya sisi wenyewe, ukiachana na ile dhambi ya asili. Sasa ndio maana kabla ya kuomba uponyaji, kutaka uponyaji kutoka kwa Mungu, lazima utengeneze na Mungu. Lazima. Kwa sababu Zaburi ya 103 inasema, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mstari wa 4, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Kwa hiyo kumbe Mungu lazima akusamee dhambi kwanza ndio akuponye. Hatua ya kwanza kwenye uponyaji ni swala la msamaha wa dhambi. Tusome hichi kitabu cha Mathayo 9:9. Tuanzie mstari wa 2. Inasema hivi: na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Naye Yesu hali akijua mawazo yao, akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni ipi? Ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye kupooza, ondoka, ujitwike kitanda chako uende nyumbani mwako. Akaondoka, akaenda zake nyumbani kwake. Mkutano walipomwona wakashikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mtu alikuwa anaumwa kwa sababu ya dhambi, na alichohitaji ili apone ni msamaha wa dhambi. Kabla hujamwambia Yesu naomba uniponye, kitu cha kwanza ni kushughulika na swala la msamaha wa dhambi. Huu ni mfano mmoja. Watu wengi Yesu aliwaponya, aliwaambia umesamehewa dhambi zako, enenda. Na hata imani waliokuwa nayo kwa Yesu, kuna watu wengine walipona kwa sababu ya imani. Imani mojawapo itakayokupa wewe kupona ni imani ya kwamba umesamehewa dhambi. Watu wanafikiriaga ni imani ya kwamba Mungu anaweza akafanya au mwili ukawa mzima. Ni sawa. Lakini imani ambayo inakuponya na yenye nguvu ni ile imani kwamba umesamehewa dhambi. Mungu hakuhukumu tena. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo usipojua hichi kitu na kukielewa, hata nani akuombee, hata uombe maombi gani, hauwezi kupokea uponyaji. Hawezekani. Kwa ukisoma kitabu cha tusome Marko 6. Marko 6 tuanzie mstari wa kwanza vile vile. Marko 6 utaona kitu. Akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao. Huyu ni Yesu. Wanafunzi wake wakamfuata. Mstari wa 2. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na umbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake, au tunasema wakachukizwa naye. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo nasema wakachukizwa naye, wakamchukia Yesu. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake
na nyumbani mwake. Mstari wa 5 sasa. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vijiji vile akifundisha. Kitu ambacho kilimpa Yesu kushangaa ni kwa sababu hao watu hawakuamini na hawakuweza kupokea uponyaji kwa sababu hawakumuamini. Je, hawakumuamini nini? Walimuona Yesu ni mtu wa kawaida, kwa hiyo hawezi kufanya hivi vitu ambavyo anasema anavifanya. Lakini hawakumwamini kwa sababu walimchukulia kama mtu wa kawaida. Walimuona Yesu ni mwenzao, yuko kama wao, yuko kama, hana tofauti na sisi, kwa sababu ndugu zake wako hapa, dada zake wako hapa, baba yake ni seremala tunamjua. Hivi vitu amevitoa wapi? Okay. Katika kipindi chetu sisi hatumjui Yesu hivyo, lakini kuna namna tunafikiria Yesu yuko kama sisi. Jinsi tunavyofikiria kuhusu yeye, tunamfikiria kama sisi tulivyo, hasa ikija kwenye swala la msamaha. Unajua sisi we are so condemning. Yani sisi tunahukumu sana. Na kuna wakati tunaona watu wanastahili vitu fulani, hasa mabaya. Tunaona kwamba huyu anastahili mabaya. Huyu sikuwa tunamwambia asinywe pombe, anakunywa, sasa ameyapata. Huyu sikuwa tunamwambia asizini, sasa amekuwa mzini, atakoma. Yani nakwambia atakoma. Umeona jinsi mitazamo yetu ilivyo? Huyu si alikuwa anajifanya anafanya kitu fulani huyu sana, sasa atalipa malipo yake. Sisi tuna mtazamo tulionao. Tunajiona na tumeshajitambua kwa namna hiyo. Kuna wakati tunamfikiria Yesu na yeye ana mtazamo kama wa kwetu. Yes. Kwa sababu shida kubwa inayowazuia watu kwenye uponyaji, cha kwanza ni kutokutambua kwamba magonjwa au ugonjwa ulionao ni matokeo ya dhambi. Sawa, kuna watu wanapata nafasi ya kutambua kwamba ni matokeo ya dhambi, alafu wanatubu. Lakini changamoto kubwa sasa inakuja kwenye kuukubali msamaha na kuamini kwamba wamesamehewa. Hapo kuna changamoto ambayo hata mimi nimeiona kwa watu wengi. Yani mtu anaamini bado kwamba anastahili. Kuna kitu tu ndani hakijakaa sawa kwamba ugonjwa si wa kwangu. Yani kuna kitu hakijanyooka tu kwamba ugonjwa si wa kwangu. Sasa huyu mtu mimi hata nikimwombea hawezi kupokea uponyaji. Kwa sababu ukisoma Biblia inasema Yesu aliwaambia imani yako imekuponya. Hao watu wote ambao Yesu aliwaponya walimuamini kwamba anaweza kuwaponya, anaweza kuwasamehe dhambi. Ndio maana Isaya 53 inasema alijitwika fadhaa zetu. Alijitwika fadhaa, magonjwa yetu, adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo ni watu ambao walimuamini Yesu anaweza akawasamehe, akachukua yale maovu yote, akawatangazia msamaha. Unajua hawa watu walielewa protokoli ya kiutawala ya kifalme, tofauti na sisi ambao tuko kwenye demokrasi na mfumo uliopo wa kwetu wa kimahakama, kwamba lazima utalipa mpaka senti ya mwisho. Lazima ushtakiwe. Wewe ni nani? Yani kwenye demokrasi wewe ni nani? Yani wewe lazima ushtakiwe, lazima ulipe gharama. Hata kiongozi
haruhusiwi kukutangazia msamaha kama umekosea. Kwa tumetengenezewa mentality ya hukumu na mentality ya adhabu, kuadhibiwa kwa makosa tulionayo. Kipindi cha mfalme, ukipata favor kwa mfalme, mfalme akisha kutangazia umesamehewa, imetoka hiyo. Hata kama umefanya kitu gani. Sasa sisi huku mpaka hukumiwe, upelekwe mahakamani, uhukumiwe, uende jela, ndio rahisi sasa kutangazie msamaha. Na kuna vigezo vile vile vya rahisi vya kutangazia msamaha. Rahisi ya kutangazia msamaha, kuanzia pale sasa ndio unakuwa uko huru. Lakini you must go hiyo process ya kushtakiwa na kushtumiwa na kusontwa kule ndani. Kwa tuna mentality ya hukumu imetutawala hata katika mfumo wa kiutawala wetu. Lakini hawa walielewa mfalme akisema kitu Bwana amesema. Akisema hakuna mtu kukuambia kitu chochote, hata kama umefanya dhambi gani, kosa gani, ndio umesamehewa. Na hakuna mamlaka kubwa zaidi ya hiyo. Kwa hawa watu walienda kwa Yesu kama mwana wa Mungu. Wakajua Yesu akiwasamehe, Baba amewasamehe. Waliweza kuelewa kile kitu favor. Unajua hata sisi tukienda kwenye ule utaratibu wa kizamani wa kichifu na nini, yule akisha kutangazia, akisha sema ndio imetoka. Kwa hiyo sasa tuna struggle sana kukubali msamaha kutokana na hata mfumo wetu wa kimaisha ulivyo. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinasumbua watu kwenye kupokea uponyaji, cha kwanza ni swala la dhambi na msamaha. Kuna watu tayari wameshamuomba Mungu msamaha, lakini bado ndani kwenye subconscious kuna kitu kinawaambia bado wewe na Mungu hamko vizuri, ndio maana unaumwa. Ili upone lazima ufili ule uwepo wa Mungu, yani sijui uone kitu gani, yani sasa ndio upone. Ndio maana mimi nikimsaidia mtu ambaye hasa anakuwa na critical condition ya ugonjwa, nitampitisha kwenye toba zote. Tena kwa muda mrefu. Tubu hiki. Mimi najua siku zote ukimwambia Mungu tu nisamehe siku moja, ameshakusamehe mara moja. Lakini sasa shida sio Mungu, shida ni ufahamu wako. Ili sasa wewe at least ufahamu wako na moyo wako ushawishike kwamba umesamehewa. Utasema nilifunga siku 2, nilifunga wiki. At least inakujengea mazingira ya wewe kujiona kwa jinsi nilivyoomba basi Mungu amenisamehe. Lakini kumbe Biblia inasema ukishaweka ile nia tu, ukishanyenyekea tu, tayari Mungu ameshakusamehe. Lakini shida sasa inakuja kwako wewe, consciousness yako wewe. Je, hicho kitu cha kusema unaenda kufunga siku 7, yani wewe unaenda kumwomba Mungu msamaha, alafu unampangia Mungu kwamba naanza kukuomba msamaha leo, siku ya 7 ndio unisamehe. Sasa yani wewe ndo unaweka kanuni. Wewe ndo unaweka kanuni za kusamehewa. Hicho kitu hata kina make sense kwamba unaomba toba siku 7, unamwomba Mungu nisamehe kwa siku 7. Siku 7. Hivi wewe mtoto wako anaweza akaja akakuomba tu hata msamaha kwa lisali moja? Yani mtoto wako amekaa lisali moja, baba naomba nisamehe, nimevunja sijui sahani ile, baba nisamehe kabisa, mimi sifai. Kwa lisali moja unaweza kuvumilia hicho kitu? Mwanadamu wa kawaida huwezi. Lakini kwa nini tumemfanya Mungu yeye kuwa namna hii? Yani mzazi wewe huwezi kuvumilia mtoto wako akuombe msamaha kwa lisali moja tu, tena akirudia hata mara moja, mwanangu imeshatosha bwana, nimekusamehe. Lakini kwa nini tunamfanya Mungu toba siku 7, siku 21, siku 40? Watu wanasema eti Musa aliomba toba siku 40. Wakafuatilie vizuri. Musa alikuwa na mazungumzo mengine na Mungu kabisa. Yani alikuwa na mazungumzo mengine na Mungu kabisa. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Yohana
wa kwanza, mlango wa 3, mstari wa 19 mpaka tutasoma mpaka 23 au 22. Yohana wa kwanza, mlango wa 3, mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: katika hili twafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Alafu mstari wa 21, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Mstari wa 22, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Sasa ngoja nielezee mistari miwili kwanza. Mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Sio Mungu asipotuhukumu. Unajua hii Yohana inazungumzia habari ya upendo wa Mungu. Ukisoma na kupendana sisi kwa sisi, inazungumzia kuishi katika pendo kwa ujumla wake. Lakini anavofika katika mstari wa 21, ndio kuna kitu anakielezea hapa kwamba moyo usipokuhukumu una ujasiri kwa Mungu. Kuna mtu hana ujasiri wa kuomba uponyaji kwa sababu moyo unamhukumu. Sio Mungu anayemhukumu, moyo unamhukumu. Na mara nyingi tunachanganya. Mioyo yetu inavyotuhukumu tunafikiria ni Mungu anatuhukumu. Kumbe sio Mungu. Ni moyo wako wewe mwenyewe. Mungu hayuko. Ni moyo wako. Nakwambia, unaona mtu wa namna hii, design hii, wewe hichi kitu lazima kitatokea. Hichi kitu lazima kitatokea. Kwa hiyo ni moyo unakuhukumu. Mungu hayuko hapo. Na unakosa ujasiri mbele za Mungu kwa sababu ya hukumu wa moyo. Na mstari wa 22 anasema, na lolote tuliombalo kwake twalipokea, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Sasa kitu ambacho kinakuondolea hukumu ndani ya moyo wako ni pale ambapo wewe unazishika amri za Mungu. Kitu kinachokuondolea hukumu ndani ya moyo ni wewe kuzishika amri za Mungu na kutenda yapendezayo machoni pake. Kwa hiyo unapotenda yanayopendeza machoni kwa Mungu na kuzishika amri zake, hiyo inakupa moyo wako confidence ya kumwambia Mungu, naomba uniponye, kwa sababu nikijiangalia sijafanya dhambi, sijaiba, sijazini, sijatukana, sijatapeli mtu yoyote. Unakuwa una ujasiri, unajiona unastahili kwa sababu umezishika amri. Nimeenda kanisani, nimetoa sadaka, nimefanya nini. Moyo kuna namna unajijengea ujasiri kutokana na matendo ambayo wewe umeyatenda. Consciousness yako, ufahamu wako unakupa ujasiri. Mimi nilivyotoa sadaka, nilivyoomba, ninavyojitoa kanisani, navyofanya hivi, mimi lazima Mungu aniponye. Na ni kweli kuna watu wengi wamepokea uponyaji, wamepokea miujiza, Mungu amewatendea vitu vingi kwa sababu wamekuwa na ujasiri. Lakini sivyo jinsi Mungu anavyotaka tuende. Ukisoma mstari unaofuata sasa, mstari wa 22 unasema hivi, lolote tuliombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Sasa hizo amri ni zipi? Mstari wa 23 sasa unatuelezea. Sio hizi amri ambazo tunazijua sisi za kwenye madhehebu yetu, makanisa yetu, na amri ambazo na sheria tuzojiwekea si wanadamu. Mstari wa 23 unasema hivi, na hii ndiyo amri yake, ya kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Kwa amri ambayo unatakiwa uishike, itakayokupa lolote uliombalo mbele za Mungu, uliombalo,
ni kuliamini jina la Yesu. Hichi ndio kigezo cha wewe kupokea uponyaji. Umeliamini jina la Yesu, sio matendo yako. Hauponi, haupokei uponyaji kwa sababu ya matendo yako ya yaliyopita. Au kwa sababu unavyoomba sasa hivi. Ni kwa sababu ya umeliamini jina la Yesu. Full stop. Ndio maana Yesu alivyoona imani yao aliwaponya, sio alivyoona maombi yao. Hakuna mahali popote Biblia inasema alivyoona maombi yao. Yesu alivyoiona imani yao aliwaponya, na akawaambia hakuna imani kubwa kama hii Israeli. Sijaona imani kubwa kama hii. Mtu kuniamini mimi na mamlaka nilionayo. Unajua, hata mimi kwa hizi siku mbili nimekuwa nikitafakari kitu kimoja. Nimekuwa nikihubiri, kama unafuatilia, hasa lile neno nalolitoa asubuhi, nimekuwa nikifundisha kuhusu neema ya Mungu. Na nimetokea wiki iliyopita na mahubiri yangu yote ya asubuhi nayotuma kule, lile neno la kila siku, yanahusiana na neema. Ni kwa sababu feedback nazozipokea inbox za watu wengi wana struggle na kujisamee wao. Wana struggle, wana changamoto kwenye kuona Mungu amewakubali kama walivyo. Kila siku, hata leo mchana nilikuwa nasoma message ya kijana mmoja hapa ameniandikia. Yeye amekata tamaa kabisa, ameamua anarudi kwenye wizi. Ameniambia mimi niliokoka nikaacha wizi. Alikuwa anaamini Yesu akizaliwa atazaliwa upya na yeye. Anasema haijatokea hivyo. Bado tunajisikia kujiua na nini. Nilishaacha hizo dhambi lakini naona tu bado Mungu anipendi, Mungu anitaki. Akasema sasa kibaya zaidi, sasa hivi na Pasaka imekuja imepita, bado naona Mungu anipendi, nateseka, nafanya kazi kwa shida. Naona Mungu anipendi. Anaona shida ni yeye. Lakini ametubu, anamuomba Mungu, lakini bado tu anaona mimi kuna kitu kinampa tu kutokukubalika, kiko ndani yake kinafanya vita kujiona kwamba yeye mbele za Mungu akubaliki. Sasa huyu mtu anachohitaji ni kuijua neema. Sio maombi tena, kwa sababu ameshaomba tena. Amefunga, ameniambia amefanya maombi ya kufunga siku 40. Lakini bado maisha yake ni ya shida, anaona Mungu amemwacha, Mungu hayuko naye. Kwa nimekuwa nikifundisha juu ya neema kutokana na feedback kama hizo. Kila siku napata, watu wanapata shida. Watu wana addiction, wanapata shida, dhambi hizo wanapata shida, wengine zinaa, vijana siku hizi wanafanya masuala ya kuangalia pornography na vitu vingine kama hivyo, mahusiano, watu wana shida. Lakini shida kubwa ukienda kwenye msingi wao, wanaona hawafai mbele za Mungu. Kwa sababu wana dhambi, Mungu anawaambia mimi siwezi kugusa dhambi. No. Mungu na dhambi kama Mungu anaogopa dhambi, wewe una dhambi, kaa kule mbali. Utaniambukiza. Wewe una dhambi, ufai. Sasa kati ya kitu ambacho Mungu alikuwa akizungumza na mimi kwa hizi siku 3, akaniambia hata na wewe kwenye maisha yako unatakiwa ujue kitu kimoja. Mimi Mungu nina nguvu juu ya dhambi. Na kati ya kitu ambacho kinanipa mimi sasa heshima na uweza, ni mimi kuweza kudili na dhambi, kushughulika nayo na kuiharibu. Mungu haiogopi dhambi. Mungu ana nguvu juu ya dhambi. Kwa hiyo tena ukiwa na dhambi unatakiwa uende kwa Mungu. Mwambie Mungu, kuna kitu kinanisumbua, kuna dhambi. Wewe una dawa. Kwa Yesu alikuja kuleta hii dawa ya dhambi. Mungu mwanzo alikuwa, umeshaonaga mtu anaumwa alafu kuna kutuliza maumivu? Au kama sasa hivi tukizungumzia swala la HIV na ukimwi, hawajapata tiba lakini wana dawa za kupunguza maumivu ili uendelee kuishi. Wanazo. Kwa hiyo hata madaktari wanauogopa ukimwi, hawajaweza kudili nao.
Na kwa Mungu swala la dhambi lilikuwa hivyo hivyo. Mungu alikuwa ana product in place. Ana dawa maalum ameshaitengeneza. Kwa sababu ukisoma kwenye Ufunuo wa Yohana 13 inasema Yesu Kristo alishasulubiwa kabla ya kuumbwa misingi ya dunia. Sio kwamba dhambi ilikuwa inamshinda Mungu. Wakati wa kurelease ile dawa ilikuwa haijafika. Ndio maana nasema wakati tukiwa wenye dhambi, wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwanawe afe kwa ajili ya dhambi, akaihukumu dhambi katika msalaba. Kwa hiyo mwanzo Mungu alikuwa anaweza kufunika dhambi, alikuwa hawezi kudili nayo. Ile ilikuwa ni advantage kwa shetani. Anajua wewe nitakuangusha kwenye dhambi na hakuna kitu Mungu anachoweza kufanya juu ya hicho. Atafunika tu, mimi nitaendelea kukutesa nayo. Kwa sababu kitu ambacho kimemfanya Mungu akawa na uweza mkuu zaidi kwetu si wanadamu, tukamuona, tukamheshimu, tukamtukuza kwa mambo makubwa aliyoyafanya kwetu, ni pale alipoweza kuja na kitu cha kushughulika na dhambi na kuiharibu kabisa, ambapo ni msalaba wa Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa na dhambi na hukumu, alafu tukajiona kwamba Mungu hawezi kushughulika nayo, Mungu hawezi kusamehe, Mungu anatuchukia, tunam-undermine God, tunamshusha kiwango cha utendaji wake. Mungu anataka uende kwake umwambie, Mungu, mimi nimefanya 1 2 3, naamini kwako kuna nguvu ya ajabu ya kuifuta hii dhambi kabisa, yani kesho, yani wala sizungumzie habari ya hili jambo. Umeshaonaga mtu ana uvimbe alafu amesikia mahali kuna daktari bingwa, yani anaenda anautoa huo uvimbe chap, kesho yani wewe ni mzima, unaendelea na shughuli zako. Hivi watu sio wanamsifiaga sana wewe daktari? Yani ukienda kwake hilo swala analiondoa, yani uvimbe, yani anakufanyia operation, kesho ni mzima, wala uhitaji kulazwa. Yani kuna huyo ni mtaalam, yani huyo ni mtaalam kweli kweli. The same kwa Mungu. Mungu ana remedy, ana tiba ya dhambi. Hiyo tiba ni msalaba wa Yesu Kristo. Kwa tunavyokuwa na dhambi, tunapokuwa na makosa, kitu ambacho Mungu anakitaka kwetu ni wewe kwanza uichukie dhambi na useme siitaki. Ukisha sema nimeichukia na siitaki, sasa nenda kwake, hayo mambo mengine muachie. Kwa hiyo imani ambayo tunatakiwa tuwe nayo kwa Yesu ni uwezo wa yeye kusamehe dhambi kabisa, ili sasa shetani akose nguvu. Kwa sababu kitu kinachompa shetani nguvu juu yako, juu ya mwili wako kutesa kwa magonjwa, ni wewe, ni dhambi. Sasa hiyo dhambi kiondoka, usiposamehewa, shetani hana nguvu tena. Ndio maana shetani amewekeza sana katika kuhakikisha hii mentality ya kutokusamehewa inakaa kwenye fikra za watu. Hata mafundisho tunayofundishwa mengi yanaturudisha ku-exalt, kuifanya dhambi ionekane ni jambo gumu sana kusamehewa. Kweli lilikuwa ni jambo gumu, na mimi hata leo dhambi na laana ni kitu kigumu sana, lakini Mungu ana nguvu zaidi. Yani tena ndio kinamfanya Mungu awe superior, kwa sababu sasa Mungu anashughulika na kitu kigumu sana. Kwake ni rahisi, yani kitu ambacho kitakusumbua kwake ni rahisi mno. Unakutana na nguvu ya ajabu ambayo inakufanya unakuwa huru kabisa. Kwa hiyo Mungu akaniambia, uweza wangu uko katika kushughulika na dhambi. Ndio maana hata neno ambalo leo nimeweza kushare na watu ni neno ambalo linatoka katika kitabu cha Wakorinto, ambapo 12 mstari wa 9, ambapo anasema, kwenye Kiswahili hawajaweka vizuri, lakini Kiingereza inasema, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Yani hii neema ya Mungu inafanya kazi zaidi kwenye udhaifu wetu, ndio inapoonekana sasa.
Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Pale kunapokuwa na udhaifu ndio neema yake sasa inadhihirika. Nikupe mfano mrahisi ambao utauelewa. Mimi nikiwa mdogo bana, kipindi hicho tochi za kuchaji zinakuja, niliendaga nikanunua tochi moja inawaka sana. Yani ile tochi ilikuwa ndio LED zimekuja kipindi hicho. LED ilikuwa ni teknolojia mpya kabisa ipo, ndio LED. Tumetoka kwenye balbu kwenye LED. Ni kama nimenunua ile tochi ya LED na waka ule mwanga mweupe. Nikanunua ile tochi bana. Kwa hiyo sasa nikawa ninafurahia, najivunia kwamba nina kitu cha kina nguvu, kina waka. Umeona? Lakini sasa shida, umeme ukawa ukatiki. Kwa nimenunua umeme ukienda kila mahali taa zinawaka. Sasa ile tochi nayo yani mpaka wanajiona yani sasa. Sasa nimeinunua ya nini? Mimi nikawa nataka umeme ukatike hapa sasa ili niwashe hii tochi yani. Mpaka watu wajiulize pale kuna nini? Ili mpaka watu wajiulize pale kuna nini? Mbona kuna mwanga hivyo? Umeona? Kwa hiyo nikakaa na ile tochi bana. Nimekaa nayo wiki ya kwanza. Nimekaa nayo wiki ya pili. Umeme ukatiki. Sasa pale ikawa tukitumwa hata ile dukani. Sasa sisi pale kutoka kwenda dukani pale ni karibu. Barabara yote vile vile imejaa nini? Mwanga. Sasa usiku mimi kipindi hicho hata siwezi kuenda wapi. Kwa kuna saa tu natoka na mulika huko kwenye shamba hivi tu basi, lakini si enjoy. Sasa bwana mikao nataka sasa umeme ukatike ili watu niwaonyeshe. Kwa hiyo imekaa siku moja umeme ukakatika, nilifurahi. Nikasema sasa ndo ataenda kujua tochi. Kwanza nikaenda nikasubiria wamekaa pale kwenye giza, sijui nataka nikaiwasha nyumba yote mzee ikawa. Nikafurahi kweli. Nikasema yes, ninayo tochi. Kwa hiyo nikafurahi kwa sababu sasa kwenye giza ile tochi ndio inaonekana uwezo wake. Na ndio fahari yangu mimi nilioinunua. Nione ikiwasaidia watu umeme ukikatika. Kwa umeme ukiwepo, tochi yangu haina maana. Tochi ya nini wakati tuna taa za kutosha? Kwa umeme ulivyokatika sasa watu, Luka, hebu mulika huku. Na piga ule mwanga hivi. Hebu mulika huku, sasa ndio nasikia raha. Tunavyokuja kwenye swala la dhambi, laana, makosa na swala la damu ya Yesu na swala la msamaha, Mungu anasema hivi, Wakorintho wa 2:12-9, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Yani pale unapokuwa dhaifu ndio uweza wa Mungu sasa unaonekana. Na ndio fahari ya Mungu. Kama wewe una haki sasa, unatenda matendo yote mazuri, Yesu alikufa ya nini? Huo msalaba una kazi gani? Kwa msalaba wa Kristo na neema yake ni kama ile tochi nilionunua mimi. Yesu anataka watu wamjie waliolemewa na mizigo, awaangazie nuru yake, awasamee, awambie mwanangu umesamehewa, nenda. Kwa unaenda kule kwa shetani, nimesamehewa sasa. Huna uhalali wa kunitesa, huna uhalali wa kunipa magonjwa, nimesamehewa sasa. Tena ya magonjwa na yakataa. Yani wewe unachukia ugonjwa kwa sababu unaona si kitu changu, hiki si cha kwangu. Yani huku ndani ya moyo kuna kitu kimeshajidisconnect na ule ugonjwa. Yani wewe na ule ugonjwa hamna ushirika tena. Unaona hichi kitu sio haki yangu. Kwa tunavyoizungumzia neema ya Mungu inadhihirika. Nguvu yake inaonekana katika udhaifu wako. Pale ulipokuwa dhaifu, pale ulipokosea, ndio neema ya Mungu sasa inakuja. Ndio msamaha wa Mungu unakuja kukuangazia. Kwa hiyo anasema, my strength is made perfect in your weakness. Pale wewe ulipoishia, pale wewe ulipokwama, ndio Mungu sasa anajionyesha na kuonyesha uweza wake. Kwa hiyo umenielewa mpaka hapo? Kwa neema ya Mungu
Pale ulipokosea ndio unatakiwa uifurahie tena uishangilie kwamba nimesamehewa, damu ya Yesu inakuja. Yani kati ya kitu ambacho sasa mimi nimekielewa sasa hivi, tunatakiwa tushindane na dhambi. We have to fight sin. Kwa sababu sio sehemu yetu tena. Dhambi ni adui kwa Mungu, na Mungu ana nguvu ya kuiharibu, ya kuifukuza na kuiondoa dhambi. Hiyo nguvu ni damu ya Yesu Kristo, ni msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unavyodili na dhambi, usidili na dhambi na hukumu kama kitu chako. Shughulika nayo kama adui. Ukiwa unaomba mambo yako, naambia Mungu, naomba uniponye, unisamehe, alafu ukaona ile consciousness of sin imekuja, ile hali ya hatia imekuja, anza kuikemea. Iambie kabisa, wewe dhambi, ninakukemea katika jina la Yesu. Huna mamlaka juu yangu, nimesamehewa. Yani you must fight it. Lazima upambane nayo. Ukemee kabisa ile hali ya hatia na hukumu ndani yako. Kwa sababu ukishapokea hile, ukajiona uko huru, umesamehewa, ndivyo uponyaji unakuja juu yako. Ukiwa unajiona we ni mwenye dhambi, ni dhaifu, mauti ni lazima tu utaipata tu, wewe sijui lazima utaumwa tu, sijui laana ni ya kwako tu, uponyaji inakuwa ni vigumu ya kupokea. Hauwezi kuflow, hauwezi kuja kwako, kwa sababu kuna kitu ndani yako kinapingana na uponyaji wa Kristo. Kwa hiyo imani ambayo nataka nikujengee leo ni huo mfano niliokupa wa torch inayong'aa kwenye giza. Kwa hiyo unapohisi hiyo hali ya hukumu na kulemewa, washa nuru ya Kristo, neno lake, msalaba wake. Pambana na hiyo hali kabisa ya hukumu kwanza ambayo iko juu yako na ambayo iko kwenye moyo wako, alafu kiri ule uzima. Kwa unapambana na vitu viwili. Unaikataa hiyo hukumu, alafu unakataa magonjwa, maradhi yanayokutesa. Unakataa, unasema wewe magonjwa sio sehemu yangu, sistahili hiki. Yani usipofika mahali ukaona kwamba haustahili wa ugonjwa, uponyaji utakuwa ni mgumu kwako. Lazima ufike mahali kabisa uone kwamba hapa mimi naonewa, hii sio haki yangu, sio haki yangu. Alafu kisha unaonewa, sasa ndo unajua kumbe nina dawa. Unaambia shetani, unanionea, nina dawa, na shughulika na wewe kikamilifu. Dawa ipo. Unasema kabisa, sitakubali unione, sitakubali unione, sitakubali unione. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kujua ni kwamba lazima ushinde hicho kitu. Lazima ukishinde hicho kitu. Matendo ya Mitume 10:38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Akawaponya wote walioonewa. Umeona hicho kipengele? Walioonewa na Ibilisi. Kwa lazima ufike mahali ujue kwamba ugonjwa nilionao ni uonevu kutoka kwa adui. Yani lazima ufike mahali ujue kutoka moyoni. Usipokuwa na hii realization, ufahamu ndani yako, unaweza kuwa unaomba, lakini wakati huo unaamini kwamba hicho kitu ni haki yako. Kwanza ni ugonjwa wa kurithi, babu alikufa nao, baba alikufa nao, sijui shangazi, sijui bibi. Ukishaanza tu kuwa na hiyo mentality, hauwezi kutoka, sababu umefanya patano, umekubaliana na hicho kitu.
Kwa shetani ameshughulika na watu kwa muda mrefu sana kutujazia hiyo mentality ya kukubali, na mioyo yetu nakuta inatuhukumu na tunakosa ujasiri mbele za Mungu za kupokea ule uponyaji ambao Mungu alikusudia atupe. Kwa hiyo, kwa kumalizia sasa, kusum up hivi vitu kwa ujumla, unachotakiwa, amini Yesu amekusamehe. Jisamehe. Na wewe jisamehe, moyo wako usikuhukumu. Usiruhusu moyo kakuhukumu kwa kigezo kwamba Yesu anakuhukumu. Huo ufahamu ulioko ndani yako kwamba lazima upate hayo mateso, hizo shida au ugonjwa, futa. Mimi kuna watu mpaka wanasema unajua nilikunywa pombe sana kwa hiyo kisukari. Yaani mtu ameshaji ni cha kwangu, yani ameona sawa. Lakini sasa umeshasamehewa, Mungu anahuisha. Hata kama kuna kitu kimekufa ndani yako, kinahuishwa. Ndio maana Yesu alishinda kifo na mauti. Kiungo hata kama kilikuwa kina regenerate, kinahuishwa, kinafanywa upya. Hakuna mipaka kwenye utendaji wa Mungu. Kwa usijihesabie kwamba ni haki yako kwa namna yoyote, iwe ni kisayansi au iwe ni kiroho au ni kwa namna yoyote. Usione kwamba nastahili. Hicho kitu futa. Ona kwamba wewe unastahili uponyaji, na ugonjwa ulioko juu yako ni uonevu wa adui. Alafu kitu cha pili, amini nguvu ya Mungu juu ya kushughulika na dhambi. Mungu ana nguvu juu ya hiyo dhambi kuiondoa. Hakuna dhambi na mshinda Mungu kuondoa au kusamehe. Yes, anafurahi unavokuja kwamba Yesu, nimekuletea mizigo yangu ya dhambi, naomba uiondoe. Anasema yes, ni kwa sababu hii mimi nilikuja duniani ili niziondoe dhambi za wanadamu. Ndio maana nikakupa mfano, nilinunua tochi lakini nikapata shida kwa sababu hakukuwa na giza. Sasa mimi maana ya kununua hii tochi ni nini? Ni ili iwe nuru gizani. Lakini kila siku umeme upo kila mahali. Nikawa nataka siku moja umeme ukatike ili watu waone nguvu ya tochi yangu. Na Yesu ni hivyo hivyo. Anataka tujue nguvu ya msalaba, hasa pale tunapokuwa na dhambi. Pale ndio inadhihirishwa, na ndio fahari yake kuonyesha uwezo wake katika kusamehe, kuondoa, kufuta laana kabisa. Kwa hiyo omba Mungu, mwambie hii roho ya hukumu iniachie kabisa, ninajitenga nayo katika jina la Yesu. Sitaki roho ya hukumu ndani yangu. Lakini hinti ambayo nitakupa hapo, unajua kitu gani kinawasababishaga watu wengi wanashindwa kujisamehe? Kwa sababu nao wanahukumu watu wengine. Mtu ambaye ni hodari kwenye kuhukumu watu wengine, siku akikosea iseni shida sana ya kujisamehe. Inamtesa ndani. Kwa sababu ile ni roho, inatenda kazi kote kote. Kwa hiyo cha kwanza, nawe kama ulikuwa unahukumu watu na kuwasema na nini, tubu, mwambie Mungu, naomba nisamehe. Na naamua kusamehe watu wote tu, si judge watu tena, si hukumu watu tena. Kwa sababu kiwango unachopima ndio utakachopimiwa. Unaweza kuta unashangaa huwezi kujisamehe, kumbe wewe unahukumu watu, ni hodari kwenye kuhukumu watu. Usihukumu watu, waache watu. Samehe watu. Na mimi binafsi nimeona hiyo nguvu. Unajua kwenye ule wokovu wa kwanza ulikuwa ni wokovu wa kuhukumu watu. Ulinitesa hata kwenye kuwahudumia watu. Kuna mtu huwezi kumhudumia unless wewe mwenyewe umeweza kumsamehe kwanza. Ilibidi mimi niondoke huko. Watu wana make big mistakes, lakini Mungu anawapenda. Wanadamu ni dhaifu. Kila mtu ana struggle. Yaani kila mtu anahitaji neema ya Mungu. Yaani wote tunahitaji neema ya Mungu, wote. Nilipo realize hicho kitu, ndio nikaanza kuona nguvu ya msamaha. Hakuna kitu kinafungua watu huru kama msamaha. Na ndio kitu shetani anakipinga. Hataki wanadamu wakijue na wakikubali msamaha wa Mungu. Lazima useme shetani, mimi siko upande wako. Si hukumu watu, sijihukumu na mimi niko upande wa Mungu, upande wa rehema. Nimechagua neema. Nimechagua neema. Yaani jiambie kabisa, nimechagua rehema, kusamehe na kujisamehe mimi.
Kwa hiyo hicho ni kitu cha 3, kujisamehe wewe. Cha 4, uone ugonjwa ni uonevu kutoka kwa adui, kwa sababu umeshasamehewa, hauna dhambi. Sasa ugonjwa unafanya nini? Shetani anakuonea. Kwa hiyo unaanza kukemea na kukataa hiyo hali. Unazungumza na kitu chochote ndani yako ambacho kina madhaifu, kwamba wewe kuanzia sasa kuwa mzima, pokea uzima. Unamuomba Mungu akihuishe, na wewe unazungumza nacho. Unauzungumza uzima wa Kristo kwenye hiyo hali yako, kwenye huo ugonjwa wako, kwenye hicho kiungo, kwenye hilo eneo. Unazungumza uzima, unapeleka uzima kwa nguvu, kwa lazima. Hicho kitu kikae, kiwe hai, kiwe kizima. Kama ni kwenye mapafu yawe mazima. Kama ni figo, hizo figo unazungumza nazo, wewe figo kuwa mzima. Kama ni damu, hii damu itakaswe, niwe mzima. Kokote ambapo kuna ugonjwa sasa, unapeleka ule uzima wa Kristo, kwa sababu ugonjwa ni adui, mauti ni adui, uharibifu ni adui yako. Unaukemea, unaachilia uzima wa Kristo, na uzima wa Kristo unaingia.